ni sala ya VIWAWA kwenye hija na kongamano la 6 la VIWAWA Jimbo Katoliki la Lindi 2025 ambayo ilifanyika parokia ya Kipatimu Novemba 20 hadi 24. Utangulizi. Mwashamu Baba Askofu, VIWAWA ni mojawapo kati ya vyama vya kitume cha vijana wa Katoliki wafanyakazi vilivyopo jimboni Lindi. Chama hiki ni chama cha vijana na kinasimamiwa na vijana wenyewe chini ya mkurugenzi wa vijana jimbo. Mwashamu Baba Askofu, chama hiki cha VIWAWA kwa jimboni kwetu kimeingia na kutambulika rasmi mwaka 2000 ikiwa na wanachama wachache wa parokia Mtakatifu Andrea Kaza na Mtakatifu Francisco Xavier. Mafanikio. Mwashamu Baba Askofu, hapo awali ilipoingia VIWAWA jimboni mwetu kulikuwa na wanachama 30 tu, na kwa sasa tumeongezeka na kufikia idadi ya wanachama 350. Ni ongezeko kubwa, ila halileti afya kulinganisha na idadi halisi ya vijana waliopo jimboni. Hali ya VIWAWA jimboni imeendelea kuimarika toka mwaka 2022 na toka hapo tumefanikiwa kufanya makongamano 6 mfululizo toka mwaka 2022 hadi mwaka 2025 kwa sehemu tofauti. Mwaka 2021 ilifanyika parokia ya Kilwa Masoko. Hili lilikuwa na washiriki wachache kutokana na namna ambavyo tulijielezea. Mwaka 2022 ilifanyika parokia ya Liwale. Mwaka 2022 huo pia ilifanyika katika parokia ya Mtakatifu Francisco Xavier Lindi. Mwaka 2023 ilifanyika parokia ya Mnero. Mwaka 2024 ilifanyika parokia ya Ngara, na mwaka huu 2025 tumefanya katika parokia ya Kipatimu. Tumefanikiwa kuongeza idadi ya ushiriki wa matukio mbalimbali ya kijimbo na hata nje ya jimbo letu na kitaifa. Mafanikio mengine, tumefanikiwa kulitengeneza kanisa kwa namna tofauti parokiani mwetu na hata jimboni. Malengo. Mwashamu Baba Askofu, VIWAWA tunakusudia kuwaunganisha vijana wote jimboni Lindi kwa kuwafikia parokiani zote. Lengo kuu likiwa ni kuwakumbusha vijana wajibu wao katika kanisa na jamii, pia kuwakumbusha vijana malengo ya Mungu ya kutuumba, huku tukitambua ya kuwa kanisa linatuhitaji, nasi ni msingi wa kanisa. Hivyo kupitia utume wetu tunakusudia kutengeneza kijana mwenye hofu ya Mungu na ambaye yuko tayari kutimiza kusudi la Mungu, tukifuata mafundisho ya kanisa na mwongozo wa VIWAWA. Pia malengo yetu ni kuhakikisha kila mwaka tunafanya kongamano la VIWAWA jimbo na kilele chake kuwa ni Dominika ya Yesu Kristo Mfalme. Makongamano haya yatafanyika kwa kuhamahama ili walau kila parokia ambayo ina miundombinu na mazingira mazuri tufike. Changamoto. Mwashamu Baba Askofu, pamoja na mafanikio kadhaa ambayo tumepata, bado tunakumbwa na changamoto, na hizi ni baadhi ya hizo changamoto. Moja, ushiriki mdogo wa vijana kwenye kutumikia utume wetu wa VIWAWA. Hii tukilinganisha na idadi halisi ya vijana waliopo jimbo Katoliki la Lindi, ambayo kwa idadi yetu ya 350 hatufiki hata robo ya idadi ya vijana waliopo jimbo la Lindi. Pili, kutopata ushirikiano mzuri kutoka kwa baadhi ya viongozi wa halmashauri walei, parokia, maparoko
Tatu, kwa lengo la kuhakikisha ujumbe unafika jimbo zima, tunakumbwa na changamoto ya kutimiza lengo la kuwafikia vijana maparokiani kwa kukosa nguvu ya kiuchumi. Kwa nne, kwa kuwa Viwawa jimbo hatuna miradi ya kiuchumi, hivyo kuna wakati tunakwama katika kutimiza malengo yetu ya kuwa na semina za mara kwa mara kwa ngazi ya dekania, parokia, zenye lengo la kuendelea kuimarisha kijana, lakini pia kutambua utume wake na kujenga ufahamu Viwawa na mengine mengi yanayofanana nayo. Hitimisho. Mhashamu Baba Askofu, kwanza tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na kuwezesha kufanikisha kongamano letu la Hija la mwaka huu 2025 katika parokia ya Bikira Maria Kingiwa Dhambi Asili Kibatibu. Pia tunakushukuru sana Baba Askofu kwa kukubali kujumuika na sisi katika kongamano letu la Viwawa jimbo. Ilikuwa hamu yetu kubwa kwa miaka mitatu sasa imepita. Tulitamani kuwa pamoja na wewe katika kongamano. Sambamba na hilo, tunakuomba kwenye kalenda yako ya kichungaji, Dominika ya Yesu Kristo Mfalme ni siku ya vijana. Hivyo uungane na sisi katika siku hii kulingana na mahali ambapo sisi vijana tutakubaliana kufanya kongamano letu la Viwawa jimbo. Pia shukrani za dhati ziwaendee wakufunzi ambao tumekuwa nao kwenye mada mbalimbali. Tunatambua thamani yao. Mada ambazo tumejifunza: moja, mmomonyoko wa maadili katika jamii; mbili, kijana mmojaji katika matumaini; tatu, ndoa; nne, kijana na majitoleo. Pia tunashukuru parokia mwenyeji kwa kutupokea vyema, wakishirikiana na paroko wao na viongozi wa halmashauri ya lei wa parokia mwenyeji pamoja na viongozi wa Viwawa ngazi ya parokia Kibatimu na kamati ndogo ambayo iliandaliwa kwa ajili ya mapokezi ya wageni. Pia kwa nafasi ya pekee tunaishukuru kamati kuu ya kongamano ambayo ilihusisha viongozi toka parokia zote wa jimbo Katoliki la Lindi kwa kufanikisha kongamano mara 6 mfululizo, tena kwa mafanikio, maana toka tulipoanza kufanya kongamano idadi imekuwa ikiongezeka kila tunapokutana. Kwa maombezi ya Mtakatifu John Bosco, mlezi wa vijana, tunaomba endelee kutuimarisha katika utume wetu na kututia nguvu pale ambapo tumechoka na kupelekea kukata tamaa. Tuamini kwa maombezi yake Mungu atatenda kwetu na kuwezesha kufikia yale tunayotamani kuyafikia. Mtakatifu John Bosco, mlezi wa vijana, utuombee. Mtakatifu Alex Gonzaga, somo wa vijana, utuombee. Mtakatifu Yosefu, somo na msimamizi wa jimbo letu, utuombee. Inaangaliwa na uongozi wa Viwawa jimbo Katoliki la Lindi na kusoma kwenu nami Ulrich Adrian, katibu wa Viwawa jimbo Katoliki la Lindi. Mahujaji katika matumaini,